Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Taarifa za hivi karibuni zinaeleza kuwa takribani maafisa 24 wa Venezuela wameuawa kupitia operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyolenga kumkamata rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na serikali ya Venezuela, operesheni hiyo ilifanyika kwa ghafla na ilihusisha mashambulizi ya anga pamoja na vikosi vya Marekani, hali iliyosababisha mapigano makali karibu na maeneo ya kimkakati ya serikali. Serikali ya Caracas imelaani vikali hatua hiyo, ikiitaja kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa mamlaka ya taifa na sheria za kimataifa. Mwanasheria mkuu wa Venezuela Tariq William Saab amesema kuwa waliouawa ni maafisa waliokuwa wakitekeleza majukumu yao ya kulinda usalama wa nchi yao, na kueleza kuwa tukio hilo linachunguzwa kama jinai ya kivita. Kwa upande wake, Marekani imeitetea operesheni hiyo kwa madai kuwa Rais Maduro anahusishwa na mashtaka mazito ya kimataifa, ikiwemo biashara ya dawa za kulevya na vitendo vya rushwa. Hata hivyo, maelezo kamili kuhusu mazingira ya kukamatwa kwake bado hayajawekwa wazi rasmi. Tukio hili limezua mshtuko mkubwa katika jumuiya ya kimataifa, huku nchi kadhaa zikiwemo Russia, China na baadhi ya mataifa ya Amerika ya Kusini zikionya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kisiasa na kiusalama katika eneo la Amerika ya Kusini. Umoja wa Mataifa umezitaka pande zote mbili kujizuia, huku ukisisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru wa mataifa na kuepuka matumizi ya nguvu zisizo za lazima. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema tukio hili linaweza kuibua mvutano mkubwa kati ya Marekani na washirika wa Venezuela, na huenda likabadilisha kabisa mwelekeo wa siasa za eneo hilo katika kipindi kijacho. Hadi sasa, hali nchini Venezuela inaendelea kuwa ya tahadhari kubwa, huku raia wakihofia kuongezeka kwa machafuko na athari za kisiasa zitakazofuata baada ya operesheni hiyo nzito ya kijeshi. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.